Kumepambazuka tena tukiwa na afya njema pamoja na nguvu mpya. Karibu sana katika magazeti ya asubuhi ya leo ya Juni 12, 2025. Kwa nami Peno Gorton nikusogezea magazeti haya, vichwa vya habari, kisha wewe utaenda kununua nakala yako kwa undani kabisa. Tutaenda kupitia kile ambacho kimeandikwa. Lakini pia kuna jambo zuri sana kwa wana wa Kahama na viunga vyake. Kambi yetu matibabu inatoa pale kuanzia Juni 30 mpaka Julai 4 upasuaji mdomo wazi ambao utafanyika bure kabisa. Kwa yoyote yule atakayesikia taarifa hii amjuze na mwingine aweze kufika pale. Hata kama ni mtu mzima usiogope, fika pale upate huduma hiyo ambayo inatolewa bure kabisa. Karibu sana katika magazeti ya asubuhi ya leo. Gazeti la Mwanahalisi wao wameandika kwamba Chadema ni shida. Mikakati ya maswaiba wa Mbowe yazidi kuvuja. Upepo wake wazidi kutesa vigogo nchini. Habari hii unapata katika ukurasa namba 2. Lakini pia hii ni bajeti ya uchaguzi. Habari hii unapata katika ukurasa namba 8. Soma bajeti hiyo ya uchaguzi ni ipi. Lakini pia katika gazeti hili hapa wameandika kwamba Askofu Gwajima aunganisha nchi. Habari hii unapata katika ukurasa namba 6 katika gazeti hili la Mwanahalisi. Lakini gazeti la Watanzania wao wameandika kwamba Heche ampa $100,000 mchangiaji tone aliyotoa shilingi 2,000. Umenielewa? Habari hii unapata katika ukurasa namba 2. Yaani kwamba Heche alimpa mtu ambaye alitoa shilingi 2,000 akampa $100,000 katika ile kuchangia tone. Soma kwa undani katika ukurasa namba 2. Lakini pia mitano tena kwa Samia, wengine mchujo wa sira. Habari hii unapata katika ukurasa namba 8 na ukurasa namba 9. Katika habari za michezo hapa, Yanga pasua kichwa. Habari hii unapata katika ukurasa namba 16. Chadema yalipa kisasi kivingine. Habari hii unapata katika ukurasa namba 4. Plate namba kwa wabunge sasa zaibua wananchi. Habari hii unapata katika ukurasa namba 3. Kwa nini Saudia iliweka mifumo ya ulinzi wa anga wakati wa Hajj? Habari hii unapata katika ukurasa namba 13. Soma kwa undani zaidi ni kwa nini waliweka mifumo ya ulinzi wa anga katika ukurasa namba 13 kule Saudia. Soma kwa undani zaidi. Gazeti la Mwanahabari wameandika waongoza utalii waipa 5 NCAA kuboresha barabara hifadhi ya Ngorongoro. Habari unapata katika ukurasa namba 2. Zaidi ya kilo milioni 1.5 zauzwa kwenye mnada wa ufuta Tunduru. Habari unapata katika ukurasa namba 2. Lakini mitano ni kwa Samia, wengine wasubiri mchujo wa sira. Asisitiza haki kutendeka katika kupata ugombea, akemea rushwa. Lakini pia asisitiza heshima ya wajumbe ni aliyesikiliza watu walio nyuma yake kupiga kura kwa mtu ambaye wananchi wanamtaka. Habari hii unapata katika ukurasa namba 3. Ziara ya rais wa ACG yaleta mageuzi ya elimu ya utawala uongozi bara la Afrika. Habari hii unapata katika ukurasa namba 3. Zanzibar kuleta wataalamu kuboresha sekta ya elimu. Habari hii unapata katika ukurasa namba 4. Bajeti kuu kutoa mwelekeo wa uchaguzi mkuu 2024. Hapa ni kusoma leo bungeni Dodoma, ikiwa imegharamiwa kwa asilimia kubwa na fedha za ndani. Lakini msemaji mkuu wa serikali wataka wananchi kuifuatilia kwa umakini. Habari unapata katika ukurasa namba 3 katika gazeti hilo la Mwanahabari. Gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge wao wanasema kwamba Samia kuongoza uzinduzi chanjo utambuzi wa mifugo. Habari unapata katika ukurasa namba 5. Lakini ziara ya rais wa ACG yaleta mageuzi elimu ya utawala uongozi bara la Afrika. Habari unapata pia katika ukurasa namba 5. Rais Samia kwanza ziara mikoani, ni katika mikoa ya Mwanza na Simiyu, kuzindua daraja la Kigongo Busisi na kutua kila wilaya kuzungumza na wananchi. Lakini msemaji mkuu wa serikali pia agusia Tanzania leo kwa kuwasilisha bajeti kuu ya serikali ya kihistoria kutoa mwelekeo kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba mwaka huu ukiendeshwa kwa fedha za ndani. Habari hii unapata katika ukurasa namba 3. Wasira achambua mitano tena kwa Samia, awataka madiwani wa bunge na wawakilishi wasubiri mchujo wa kura za maoni. Habari unapata katika ukurasa namba 4. Gazeti la Majira, maono ya Rais Samia yazidi kuipaisha TIC, yasema mafanikio yanashuhudiwa sekta ya uwekezaji na matokeo ya uongozi wake. Wawekezaji wamiminika miezi mitano, wahitimu 3540 kupata ajira chanjo ya mifugo. Habari unapata katika ukurasa namba 7 katika gazeti hilo. Nikimalizia na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, wao wameandika kwamba kampeni zimeanza, alama ya ulizo. Chauma yatamba watashinda kwa kishindo. Wasira awaomba wananchi kupigia kura CCM Oktoba. Kanuni heza eleza hapa. Habari unaipata katika ukurasa namba 2. Lakini kanuni mpya bungeni, uadilifu mavazi, matumizi yasiyo sahihi bendera vya angaziwa. Habari unapata katika ukurasa namba 3. Vigingi vitano Chadema 2025. Soma katika ukurasa namba 5. Dereva bajaji jela miaka 30 kwa kumweka kinyumba mwanafunzi. Habari unapata katika ukurasa namba 7. Haya mambo bado huko yanaendelea jamani. Kukosekana kwa kazi data kwa kwanza utoaji wa huduma kwa wazee. Habari unapata
katika ukurasa namba 4. Lakini Rais Samia kufanya ziara ya siku 7 Simiyu na Mwanza. Habari hii unapata katika ukurasa namba 18 katika gazeti hilo la Nipashe Mwanga wa Jamii. Nenda kanunue nakala yako. Soma kwa ndani kile ambacho kimeandikwa ili wewe upate kujua zaidi hizi habari ni zinahusiana na kitu gani mwanzo mpaka mwisho uweze kupata kuelewa. Mimi nimekusomea tu vichwa vya habari na ninakushukuru sana kutenga muda wako wa thamani sana kutazama magazeti haya asubuhi ya leo ndani ya SQF TV. Mimi sina la ziada, nikutakie asubuhi yenye baraka na majukumu mema. The Same Qualities Foundation kwa kushirikiana na hospitali ya Manispaa ya Kahama wanakuletea upasuaji wa midomo wazi utakaofanyika kuanzia Juni 30 hadi Julai 4 katika hospitali ya Manispaa ya Kahama. Watoto wafikishwe hospitalini hapo siku moja kabla ya kuanza kwa upasuaji. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0769726782 au 0738229449 na 0717531312. The Same Qualities Foundation, hatua moja, tabasamu moja.